Hujambo na karibu msikilizaji kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jumatano ya leo, mimi ni Sarafina Robi. Asante kwa kujumuika nasi, nami ni Halima Nyanza. Tulionayo katika Dira ya Dunia. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akutana na Rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Moscow, ikiwa ni ziara yake ya kiserikali ya siku 3 katika wakati nchi yake ikiwa imeingia doa katika jicho la kimataifa. Hii ziara pamoja tu na kidiplomasia na kutengeneza uhusiano, pia ni njia nyingine ya Tanzania kujaribu kutafuta marafiki wakubwa ambao wataweza kutetea Tanzania. Jeshi la Marekani linasema limeanzisha mashambulizi ya kujilinda dhidi ya Iran usiku kucha na kudungua makombora ya balistiki na ndege zisizo na rubani zilizorushwa zikilenga meli na nchi za Ghuba. Marekani imewekea vikwazo makamanda wawili wa makundi ya waasi wanaotuhumiwa kuchochea ghasia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Gustave Kubwayo na John Nzeze. Na kwenye waridi leo hii tunamwangazia mtaalamu wa dawa za usingizi, mama na mke anayepigania afya na elimu ya wanawake katika jamii ya Kimasai, Teresia Molel, ambaye aliponia kuolewa akiwa na miaka 12. Ni kipindi ambayo nilikuwa mdogo sana, lakini nilimaliza shule yangu ya msingi katika kijiji chetu nilichosoma huko wilayani Ngorongoro. Nilitakiwa kuolewa na mwanaume wa miaka 50, lakini kulikuwa na kaka yangu ambaye tumeshaziwa. Kasikia wazee wanaongea, akanitonya. Viwanjani, Liverpool yafikia makubaliano na kocha wa zamani wa Bournemouth kuchukua mikoba ya Slot. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Kwanza ni taarifa ya habari za dunia nami Karorobi. Kuwait inasema mtu mmoja ameuawa na wengine 63 wamejeruhiwa baada ya shambulizi la Iran kulenga jengo moja la uwanja wa ndege wa kimataifa. Maafisa wanasema shambulizi hilo lilofanywa leo alfajiri liliharibu majengo ya makazi ikiwemo balozi kadhaa. Wizara ya mambo ya kigeni imelitaja shambulizi hilo la Iran kwa uchokozi. Jeshi la Iran limethibitisha kuhusika nalo wakati ambapo mashambulizi mapya yameripotiwa yanotishia kuyumbisha makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Iran na Marekani. Iran imeshtumu Marekani kwa kushambulia meli yao ya mafuta katika mlango bahari wa Hormuz na mnara wa mawasiliano ulioko kisiwa cha Qassim, ikiongeza imelenga vituo vya Marekani vilivyoko Kuwait na Bahrain kujibu shambulizi hilo. Marekani imetangaza ushuru mpya wakati ya 10% hadi 12.5 dhidi ya nchi kadhaa inazozishtumu kwa kutochukua hatua za kutosha kukabiliana na ajira ya kutumikishwa. Ni mara ya pili kwa utawala wa Rais Donald Trump kutangaza ushuru mpya wa bidhaa kutoka nje tangu mahakama ya juu ya Marekani kufuta hatua hiyo ya kuziongezea nchi ushuru mwezi Februari. Washirika 60 wa biashara walioorodheshwa ikiwa ni pamoja na Uingereza, Umoja wa Ulaya, Kanada na Japan wanachangia karibu bidhaa zote zinazouzwa kwa Marekani. Umoja wa Ulaya umeitaja hatua hiyo kuwa isiyo na msingi wowote na badala yake imeishtumu Marekani kwa kutafuta visingizio vya kuanzisha nyongeza mpya ya ushuru. Takriban watu 21 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya moto kuzuka katika jengo la ghorofa katika mji mkuu wa India, Delhi. Vyombo vya habari vya India vimeripoti kuwa baadhi ya waathiriwa walikuwa raia wa kigeni ambao walikuwa nchini India kwa matibabu au wameandamana na jamaa zao wanaopokea huduma za matibabu. Saif Abdalla na taarifa zaidi. Jengo hilo linadaiwa kutoa huduma ya makazi kwa wagonjwa na jamaa za wale wanaopokea matibabu katika hospitali ya kibinafsi iliyo karibu. Zaidi ya watu 40 waliokolewa na kupelekwa hospitalini. Bado haijabainika ni watu wangapi walikuwa ndani ya jengo hilo katika eneo la Malviya na gari moto ulipozuka. Chanzo cha moto huo pia bado hakijajulikana. Wazimamoto wamefanikiwa kudhibiti moto huo huku shughuli za uokoaji zikiendelea katika eneo hilo. Waziri wa Delhi Ashish Sood alisema viongozi walikuwa wakichunguza iwapo jengo hilo lilikuwa na idhini ya kutoa huduma ya makazi. Waziri Mkuu Narendra Modi ametoa rambirambi zake na kutangaza fidia takriban dola 2,000 za Kimarekani kwa familia za waliofariki na rupia 50,000 kwa waliojeruhiwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO amesema idadi ya visa vinavyoshukiwa vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimeshuka kwa kiasi kikubwa kutokana na kuongezeka kwa juhudi za kufanya vipimo kubaini visa hivyo. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema idadi sasa ni 116 kutoka zaidi ya visa 1,000 vilivyoripotiwa wiki iliyopita. Hata hivyo amesema changamoto bado zipo na kuonya kuwa hatua za nchi kadhaa kuweka vikwazo vya usafiri kuna hujumu juhudi za kudhibiti Ebola.
Ukraine inasema imeshambulia meli ya kivita ya Urusi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kituo cha mafuta pia kililengwa kwenye mashambulizi hayo. Mashambulizi hayo yanasadifiana na ufunguzi wa jukwaa kubwa la kiuchumi lilohudhuriwa na maelfu ya watu. Rais wa Urusi Vladimir Putin pia anatarajiwa kuhutubia kongamano hilo siku ya Ijumaa. Pia linahudhuriwa na maafisa wa Marekani kwa mara ya kwanza katika kipindi cha karibu mwongo mmoja. Mashambulizi hayo yanakuja siku moja baada ya watu zaidi ya 20 kuuawa kwenye mashambulizi ya Urusi nchini Ukraine. Zaidi ya raia 300 wa Msumbiji wamerejea nyumbani kutoka Afrika Kusini ambako katika majuma hivi karibuni kumezuka wimbi la chuki dhidi ya wageni. Nastia Mohamed na taarifa zaidi. Maafisa wamesema kundi la kwanza lilivuka mpaka wa Rizon Garcia, huku mamia ya Wasumbiji wengine wakisubiri pia kurejeshwa nchini kwao. Polisi nchini Afrika Kusini imesema imeanzisha uchunguzi kuhusu mauaji ya raia wawili wa Msumbiji waliouawa katika mji wa Mosel Bay mwishoni mwa juma lililopita. Malawi imesema itawasaidia raia wake walioko Afrika Kusini kurejea nyumbani, ikiwa ni taifa la 3 kufanya hivyo baada ya Msumbiji na Ghana kuwarejesha baadhi ya raia wake. Na nyaraka zilizopatikana BBC zinaonyesha kuwa shirika kubwa la mafuta la Uingereza Shell liliendelea kuendesha bomba kubwa la mafuta kusini mwa Nigeria, ingawa lilijua fika kuwa lilikuwa likisababisha uchafuzi mkubwa wa mazingira. Mazungumzo kati ya maafisa watendaji wakuu yaliofichuliwa wakati wa kesi ya madai ya kisheria yanaonyesha jinsi walivyojua hatari za kuendesha moja ya mabomba makuu ya kampuni hiyo kwa watu wa eneo hilo na mazingira, lakini wakachagua kutolifunga bomba hilo. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za ulimwengu imesoma kwako na Karorobi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, tukikutangazia kwenye FM na redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Kenya unaweza kutusikiza kupitia Mwenedu FM na Gulf Radio. Uganda ni Voice of Karamoja na Voice of Bosoga. Nchini Tanzania pia tunaweza kusikika kupitia Abud FM na Radio Free Africa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Kwenye internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia yapo mbashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook pale BBC Swahili na vile YouTube. Hili uko nami Sarafina Robi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Halima Nyanza akiwa Dar es Salaam. Karibu Halima. Asante sana Sarafina. Na tukianza katika hatua ya kidiplomasia inayoashiria kuimarika kwa ushirikiano wa kimataifa, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amewasili nchini Urusi kwa ziara rasmi ya kitaifa. Ziara hii inajiri wakati mataifa haya mawili yakijiandaa kuadhimisha miaka 65 ya uhusiano wa kidiplomasia, huku Rais Vladimir Putin akimkaribisha Rais Samia Suluhu Hassan na kusisitiza utayari wa kuimarisha ushirikiano katika sekta mbalimbali za kimkakati. Zaidi na Saifu Abdalla Zungu. Katika mazungumzo yao, Rais Putin alionyesha kuridhishwa na ukuaji wa biashara kati ya nchi hizo mbili. Katika kutambua mchango wake, Rais Putin alimpongeza Rais Samia kwa kutunukiwa shahada ya heshima ya udaktari katika chuo kikuu cha Patrice Lumumba. Aidha, viongozi hao walijadili ushirikiano katika nyanja ya kimataifa, ambapo walisisitiza umuhimu wa kusaidiana na kusikilizana. Mwaka jana kulikuwa na ukuaji wa biashara wa kati ya 20% hadi 25%, na huu ni mtazamo mzuri sana. Bila shaka tunahitaji kuongeza kiwango cha biashara kati yetu. Tunazo fursa za kufanya hivyo katika maeneo kama nishati, utafiti wa kijiolojia, usafirishaji, uchukuzi, afya na elimu. Rais Putin pia alimkaribisha Rais Samia kuzungumza katika jukwaa la kimataifa la kiuchumi la St. Petersburg na kutoa wito wa wawakilishi wa ngazi ya juu kutoka Tanzania katika mkutano ujao wa 3 wa Urusi na Afrika. Kwa upande wake, Rais Samia alimshukuru Rais Vladimir Putin kwa ukarimu huo, huku mazungumzo hayo yakitarajiwa kufungua milango mipya ya ushirikiano wa kiuchumi na kijamii kati ya Tanzania na Urusi. And we have been working with Russia to date. Tumekuwa tukifanya kazi na Urusi kwa miaka mingi, na katika maendeleo makubwa tunayozungumzia nchini kwangu, Urusi imetoa mchango mkubwa sana katika hilo. Kwa hiyo nashukuru sana Mheshimiwa Rais. So we are very, very thankful. Rais Samia aliwasili Moscow akiwa ameandamana na ujumbe wa wafanyabiashara, akitarajia kuimarisha makubaliano katika sekta za biashara, utalii na madini, wakati wa ziara ya kwanza ya kiserikali nchini Urusi kufanywa na Rais wa Tanzania tangu baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere alipofanya ziara nchini humo
mwezi Oktoba mwaka 1969. Kwa sasa kiwango cha biashara kati ya nchi hizo mbili kinasimama kwa zaidi ya dola milioni 307 za Marekani kwa mwaka, huku mradi pekee wa pamoja uliofikia hatua ya utekelezaji ikiwa ni mpango wa uchimbaji wa madini ya urani ambao umekuwa ukipangwa kwa zaidi ya muongo mmoja. Tangu wakati huo, uhusiano kati ya Tanzania na Urusi umekuwa ukiimarika. Baraza la biashara la Urusi na Tanzania lilianzishwa mwezi Januari mwaka huu, na mwezi uliopita shirika la ndege la Air Tanzania lilitangaza kuwa litazindua safari ya moja kwa moja kati ya Dar es Salaam na Moscow kabla ya mwisho wa mwaka huu. Sasa, na ili kufahamu umuhimu wa matokeo ya ziara hii, awali Skola Kisanga alizungumza na Edgar Githua, mchambuzi wa siasa kutoka Kenya, sambamba na Alfred Kamuzora, mchambuzi wa siasa ambaye vilevile amewahi kuishi nchini Urusi, anayeanza kwa kutoa mtazamo wake kuhusu ziara hii. Nafikiri ni ziara ambayo ni ya muhimu sana kwa sababu ni miaka mingi sana kiongozi mkubwa kutoka Tanzania kwenda Urusi. Manake kama alikwenda mara ya kwanza baba wa taifa ni kwenye hizo miaka ya more than 50 years huko kwenye sisi, baada ya kuwa tumechoana kuwa na uhuru na nini, lakini baada ya hapo hakuwa na kiongozi yoyote mkubwa kwenda kule Urusi. Kwa hiyo hii ni ziara ambayo ya muhimu sana kwa Tanzania na kwa viongozi hao. Nije kwako Dr. Githua, hebu tuambie, hii ni ziara ya kwanza kwenda nje ya Afrika baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka jana. Kidiplomasia hii ina maana gani? Kwa kidiplomasia nakubaliana na mwenzangu ni kuwa ni ziara ya muhimu, kwa maana inaoneshana ni kuboresha ama kufanya upya ama kuboresha uhusiano kati ya Tanzania na Urusi, na pia tuseme kuna manufaa labda nchi hizi zote mbili zitaweza kupata, kwa sababu ukitengeneza njia ya kidiplomasia ukiwa na uhusiano mwema, ndivyo utavyokuta hata mambo mengine kama tuseme mambo ya biashara. Kama sasa kunakuta dunia iko na janga ya kusema pata mafuta, kwa hivyo unakuta na Urusi pia wao unauza mafuta, utakuta wakikubaliana ama wakiweza kuweka sahihi mikataba ina kadha wa kadha, utakuta kwa Tanzania itaweza kufaidika. Kwa hivyo kidiplomasia ni njia moja ya pia Tanzania kutengeneza marafiki upande, isipokuwa tu bara la Europa ama Amerika. Sasa tuseme ni kama Tanzania imeanza kuangalia upande kuelekea Urusi, upande wa Asia, labda utasikia pia Uchina. Kwa hivyo ni njia pia kutengeneza uhusiano na Tanzania na hata Urusi. Nije kwako Dr. Kamuzora, unadhani kuna maana yoyote ya ziada ukizingatia nchi nyingi za magharibi zimekuwa zikikosoa Tanzania hasa baada ya uchaguzi ule wa 2025? Ni ushawishi mwingine wa Urusi kwa nchi za Afrika unadhani unatokea hapa? Ukiangalia haya yote yaliyotokea na vishawishi au matatizo mengine yaliyojitokeza, lakini hii ziara peke yake tu kwanza inataka kuleta ule uhusiano ambao utaweza kuonyesha kwamba Tanzania ni nchi ambayo kiukweli kabisa, kwa mfano siasa zake tangu zamani ni hazifungamani na nchi yoyote. Kwa hivyo Tanzania au Mheshimiwa Rais anapokwenda Urusi anazidisha mahusiano ambayo yalikuwepo, na hasa sasa hivi kipindi ambacho kulikuwa na sintofahamu hizi ambazo zilikuwa zinasemwa. Kwa hiyo anakwenda, wanajadili, wanapata muafaka, lakini sana ni katika kudumisha economic diplomacy ambazo tunasikia kwenye mambo ya kidiplomasia ni ya muhimu zaidi, kwa sababu sasa hivi diplomasia sasa hivi sio ya ile ya zamani, ni economic diplomacy. Apate yeye na sisi tupate, kwa hiyo ni win-win situation. Kubali nichangie katika hilo swali ulilomuuliza mwenzangu. Maoni yangu ni tofauti.